Hujambo mtazamaji wa SQF TV, karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari Septemba 16, 2025. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Wananchi jamii ya wafugaji wilaya Simanjiro mkoani Manyara wamesema watajitokeza kwa wingi Oktoba 29 mwaka huu kupiga kura kwenye uchaguzi mkuu kutokana na kuridhishwa na namna serikali iliyomaliza muda wake chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan walivyokidhi changamoto zilizokuwa zinawakabili hapo kabla. Kati ya waliozungumza juu ya kujitokeza kwenye uchaguzi huo ni mkurugenzi wa shirika la maendeleo lisilo la kiserikali la Eclatim Foundation Peter Toima, ambapo ametaja maeneo mbalimbali ambayo serikali imefikia na kubadili mtazamo wa maisha ya wananchi kati ya wafugaji. Jina langu ni Peter Toima Kiroya, lakini pia ni kiongozi wa shirika la Eclat la maendeleo. Tunaridhika ilani imetekelezwa. Ukiangalia katika mkoa wetu, kwa mfano katika elimu, katika maji, afya, mawasiliano kwa maana ya miundombinu iwe ni ya barabara au mawasiliano mengineyo, maji, maendeleo ya jamii, karibu kila eneo serikali ya CCM katika mkoa imetekeleza kwa asilimia kubwa sana. Kote ongezeko la shule za msingi katika kipindi cha miaka 5 ya utekelezaji wa ilani hii, hususan katika hiki kipindi cha miaka 4 cha uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ongezeko la shule mpya na hata shule ambazo zimefanyiwa ukarabati na ukarafati limekuwa ni kubwa sana. Kwa shule za sekondari kwa mfano, katika kipindi cha miaka 5 kilichopita na hasa hiki kipindi cha miaka 4.5 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, kila halmashauri ya wilaya katika mkoa huu kumejengwa sio chini ya shule 4 mpya za sekondari. Lakini naweza nikatoa mfano wa shule mpya 2, shule ya wasichana ya Dr. Samia iliyojengwa pale Babati mjini, lakini na shule ya wavulana iliyojengwa pale Babati vijijini. Zimekamilika kujengwa na ni sehemu ya utekelezaji wa ilani. Ukienda Simanjiro kwa mfano, shule zipo karibu 4 mpya zilizojengwa katika kipindi hiki. Nina ushuhuda kwa taarifa tunazoletewa na mkuu wa mkoa kwamba ilani imetekelezwa katika eneo la afya. Kwa mfano katika kila halmashauri yetu, mfano hapa Simanjiro kuna hospitali kubwa ya serikali imejengwa katika kipindi hiki, wakati tangi yanaonekana. Kwa hivyo naweza nikasema zaidi ya 70% huku vijijini wananchi wanapata maji salama na safi kwa matumizi yao. Ukiondoa maji, upatikanaji wa maji ulioletwa na serikali ya CCM katika kipindi hicho kwa matumizi ya watu, lakini hata kwa upande wa mifugo, ukilinganisha haya maeneo miaka ya nyuma ya kabla na sasa hivi, tofauti ni kubwa sana kwa swala la usambazaji na upatikanaji wa maji vijijini. Sisemi habari ya umeme ni miujiza, haijapata kutokea. Bwawa la Mwalimu Nyerere linalotoa megawatts 2115 na kwa hivyo limechangia katika grid ya taifa. Leo tunapata umeme vijijini. REA wamepeleka umeme karibu kila kijiji nchi hii, vijiji vyote 12,000. Na hata huku vijijini, hapa tulipo ni kijijini, lakini umeme unawashwa masaa 24. Siku hizi vijijini watu wasipokuwa na umeme, ukikatika kidogo tu ni kitu kinachosumbua. Kwa hivyo uwepo wa umeme ni mabadiliko ya maisha, kuboreka kwa maisha ya wananchi. Na hiki ya pili, ukiangalia kule nyuma, sisi wafugaji, watoto wetu walikuwa wanatoka kilomita ya mbali sana kwenda kutafuta elimu. Lakini sasa hivi ndani ya kijiji chetu hapa tuna shule ya msingi 7 ambaye imewapelekea wafugaji kuwapeleka watoto wao shuleni kwa urahisi, na watoto wanaendelea kupata elimu bora. Kwa hiyo hii, na tunaendelea kuona jitihada nyingi sana ya kuungwa mkono na kusogelewa watoto wale kwa kupata
ili watoto wetu waendelee kupata elimu bora. Tumefurahiwa sana uongozi ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka 4 iliyopita, kulingana na miradi nyingi ambayo imetekelezwa kwa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Maana ukiangalia kila upande, mfano kama mifugo yetu, kwa sasa tunaendelea na chanjo ambayo tumepatiwa na serikali wa CCM, ambayo huwa kwenye ugonjwa wa mapafu chanjo lake ni shilingi 1000, lakini kwa sasa sisi wafugaji tunalipa shilingi 500 baada ya serikali ya Chama cha Mapinduzi nao kulipa 500, na sisi wafugaji tunalipa shilingi 500. Ukienda kwa mbuzi tunalipa shilingi 300, kwa sababu huwa tunalipaga 600, lakini kwa safari hii kwa sababu serikali yetu ameweka mkono na wakalipa 300 na sisi wafugaji tunalipa 300. Lakini kiangalia jesho, hata kijiji chetu tuna jesho mpya ambayo kwa sasa naendelea kutoa huduma kwa wafugaji wetu. Lakini pia maeneo ya malisho ambayo tulijitengea sisi kama sehemu ya matumizi bora wa ardhi, tunashukuru sana serikali yetu, maana anaendelea kutulindia. Maendeleo ambayo tumepata kwa miaka 4 ni tofauti na kipindi cha nyuma. Upande wa afya tumepata vizuri, upande wa elimu tumepata vizuri. Kwa hiyo niseme na mimi tunaiunga CCM mkono na tutashinda kwa 100%, na tutakapoapishwa Mheshimiwa Rais basi aendelee kutusogezea huduma. Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu Tanzania NBAA imetoa elimu ya kitaalamu kuhusu changamoto za hati chafu zinazojitokeza kabla katika baadhi ya halmashauri na taasisi nchini, ikisisitiza kuwa tatizo hilo halihusiani moja kwa moja na wahasibu pekee kama ambavyo imezoeleka kudhaniwa, bali mara nyingi husababishwa na watu wasiokuwa na taaluma sahihi ya uhasibu. Akizungumza jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa huduma ya utafiti viwango wa uhasibu wa NBAA CPA Angiyalile Tende amesema tatizo la hati chafu mara nyingi husababishwa na changamoto za mapato na matumizi katika mashirika na taasisi mbalimbali, na sehemu nyingine kazi hiyo hufanywa na watu wasio na taaluma hiyo. Wanaoandaa hizi taarifa za fedha ni wahasibu waliosajiliwa na NBAA. Lakini kama tulivyoeleza vile kwamba uandaji wa taarifa unahusisha vitu vingi. Mpaka taasisi mwisho wa siku mkaguzi akasema hii taasisi inabidi ipate hati chafu, ni mambo mengi ambayo yanakuwa yamefanyika. Kwa mfano, kama mkaguzi hajaweza kupata vielelezo sahihi vya kuthibitisha mambo yaliyoonyeshwa kwenye taarifa ya fedha, sasa ukiangalia sasa ni nani ambaye anaandaa hivyo vielelezo, ukiangalia sio mhasibu. Inawezekana ni habari ya ajira ya watu, ni habari ya manunuzi. Kwa ukiangalia kunakuwa na idara zingine ambazo inabidi zimsaidie mhasibu kuweza kuandaa hiyo taarifa. Kwa ukiangalia ikiwa ni hati chafu, uwezo kusema ni mhasibu peke yake. Kuna watu ambao walitakiwa waandae vielelezo ambavyo mkaguzi akija sasa vyote kwa pamoja na viangalia, ndio anakuja kuthibitisha kama hii sasa taasisi ipate hati chafu au hati safi. Kwa ukiangalia ni mnyororo wa idara nyingi kwenye taasisi ambazo zinaweza kuchangia kwamba sasa hii taasisi iweze kupata hati chafu. Sio kwamba mhasibu tu anakuwa ni mtu wa mwisho ambaye anaandaa taarifa kutoka kwenye vielelezo vingine ambavyo vinakusanywa, sio idara yake. Kama nilivyosema, labda ni habari ya ujenzi, lazima uwepo mtu ambaye anasimamia ujenzi aweze kuweka nyaraka vizuri, ili ukaguzi ukija sasa hata mkaguzi akiziona analizika nazo. Lakini kama yule anahusika na ujenzi hajaweka nyaraka zake vizuri, mhasibu atakuja kupata lawama, lakini kumbe ni mtu wa ujenzi hakuweka nyaraka zake vizuri. Kwa ukiangalia sio wahasibu peke yake wanaoandaa taarifa, ni mnyororo wa watu wengi wanaohusika kwenye uandaji wa taarifa. Kuna watu wengine ambao ni lazima waweze kumsaidia mhasibu ili kwamba kuwe na nyaraka ambazo zitatakiwa baadaye na watu wa ukaguzi. Sasa na sisi kama NBA kwa kutumia sasa mfumo na maendeleo ya kiteknolojia, NBA tumeunda mfumo ambao unaitwa NBA VIN. Kimsingi kwa ni kirefu tu cha National Board of Accountants and Auditor Verification Number. Kwa hiyo kuanzia sasa kiangalia ni kwamba kila mkaguzi baada ya kumaliza kazi ya ukaguzi inabidi aweze kuleta taarifa yake ya fedha ile ambayo imekaguliwa, aweze kuingiza katika huo mfumo wa NBA VIN. Kwa hiyo taarifa kishaletwa kwetu,
kuna namba ambayo itatoka. Sasa hiyo namba ndio ambayo itatumika kwenye mtu kuangalia je, hii taarifa ni sahihi. Kwa hiyo kwa mfano, wewe ni benki umeletewa taarifa ya mtu ambaye anaomba mkopo. Sasa huyu anaomba mkopo lazima kuletea hiyo NBA VIN ambayo ukiingiza kwenye mfumo wa NBA moja kwa moja utaona hiyo taarifa, ambapo sasa unaweza kuhakikisha je, hii taarifa ni sahihi iliyoletewa kwa kuilinganisha na ile taarifa ambayo iko kwenye mfumo wa NBA VIN. Au ni kwa wenzetu wa mamlaka ya mapato, amepelekewa taarifa na mtu ameonyesha kiwango cha faida aliyopata, lakini unataka uhakikishe je, hii taarifa ndio sahihi, basi naye kwa kutumia hiyo namba NBA verification number, ukiingiza kwenye huo mfumo wa NBA VIN utaona taarifa nzima ya hiyo kampuni ambayo imeleta taarifa. Kuelekea uchaguzi mkuu, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imetoa mafunzo maalum kwa maafisa wa Jeshi la Polisi yanayolenga kuimarisha uzingatiaji wa haki za binadamu na misingi ya utawala bora, huku ikitaka jeshi hilo kusimamia uhuru, haki na amani ili wananchi waweze kutekeleza wajibu wao wa kikatiba na kuchagua viongozi wanaowataka. Akizungumza leo Septemba 16 jijini Dodoma wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo, jaji mstaafu na mwenyekiti wa THPUB Matthew Mwaimu amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo maafisa wa polisi ili watimize majukumu yao kwa kuzingatia haki za binadamu, maadili ya kazi na misingi ya utawala bora katika kipindi chote cha uchaguzi. Tume inatoa wito kwa Jeshi la Polisi kusimamia uhuru, haki na amani ili wananchi waweze kutimiza haki yao ya kikatiba katika kuchagua viongozi wao. Wanapotekeleza majukumu yao wazingatie maadili ya kazi na kuzingatia haki za binadamu na utawala bora. Haya yatawasaidia maafisa wa Jeshi la Polisi kutimiza wajibu wao na kuhakikisha kuwa haki za binadamu na misingi ya utawala bora inazingatiwa wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Katika kipindi hiki cha uchaguzi, Jeshi la Polisi lina wajibu wa kujiepusha na migogoro isiyo ya lazima, badala yake kuhakikisha usalama wa watu na mali zao katika kipindi chote cha uchaguzi. Ndugu washiriki, nichukue nafasi hii kuwashukuru tena kwa utayari wenu wa kushiriki mafunzo haya. Tume ya Haki za Binadamu kwa kuja kutupa elimu kuhusiana na uchaguzi ambao unazingatia haki za binadamu na utawala bora. Haya mafunzo yatatusaidia Jeshi la Polisi kufanya kazi kwa weledi kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni, especially kipindi hiki cha kampeni zimeshaanza. Jukumu la Jeshi la Polisi ni kuangalia usalama kwenye kampeni. Kwa hiyo itatusaidia wakati tunaangalia usalama kipindi cha kampeni, kuzingatia haki za binadamu. Kila mtu atahudumiwa kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni. Pia wakati tunaenda kwenye uchaguzi, tutazingatia sheria, taratibu na kanuni pia na kuangalia haki za binadamu. Ukizingatia nchi yetu imesaini mikataba mbalimbali ya kimataifa inayohusiana na haki za binadamu. Kwa hiyo hata Jeshi la Polisi hatufanye nje ya kuzingatia haki za binadamu. Tunafanya kazi kwa kuzingatia haki za binadamu. Kwa hiyo mafunzo haya yatatukumbusha ile mikataba mbalimbali ambayo nchi yetu imesaini kwa kuangalia haki za binadamu. Waendelezaji na wawekezaji wa majengo watakiwa kufuata taratibu za kisheria katika shughuli za ujenzi na kuhakikisha wanatumia taaluma waliosajiliwa na bodi ya usajili wa wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi AQRB ili kuepusha usumbufu na kuhakikisha usalama wa majengo. Wito huo umetolewa Septemba 16 jijini Dodoma na kaimu msajili wa AQRB Daktari Daniel Gitu wakati akizungumza na wanahabari kuelekea mkutano mkuu wa 6 wa mwaka wa bodi hiyo utakaofanyika kuanzia Oktoba 15 hadi Oktoba 16, 2025 jijini Arusha. Tunawahimiza watu wote kwamba ili kuepuka haya mambo yote kunapaswa kuwe na uzingatiaji mahiri. Uzingatiaji mahiri hauchagui mwekezaji wala hauchagui mzawa. Pale ambapo utazingatia, utacomply na utaratibu wa kisheria, maana yake ni kwamba utafata
matakwa yote ya kisheria. Kwa maana gani? Utahakikisha unatumia mtu aliyesajiliwa na bodi, lakini utahakikisha unatumia kampuni iliyosajiliwa na bodi na inafanya kazi kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kampuni zote zilizosajiliwa na bodi zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria, na hivyo zinakuhakikishia mambo mengi ya kuzingatia wakati unafanya ule ujenzi, whether ni mwekezaji ama ni mzawa. Yaani hiyo haichagui mtu. Kwa hiyo kwenye kufata utaratibu hakututenganishi kati ya mzawa na mwekezaji. Na ndio maana unapozingatia zile taratibu za kisheria zinakufanya wewe uwe salama wakati wote. Moja ya vigezo muhimu sana ambavyo pia wawekezaji wengi wamekuwa wakiviibua ni pamoja na hii ufataji wa uzingatiaji wa masharti, kucomply na taratibu zote. Lakini kama HRB, utaratibu wetu sisi kwa wageni uko wazi na ni wa haraka. Kwa hiyo kama HRB tunawaempower watu wote kuweza kufanya hii kitu, na tunawasisitiza kila siku kwamba unapotaka kutekeleza ujenzi wowote hakikisha unafata utaratibu wa kisheria ili kwamba kila kitu kiweze kufanyika sawa. Mkutano huu kwa sababu ya upana wake nilioutaja kwamba wabunifu majengo, wakadidiaji majenzi, wahandisi, wakaguzi wa miradi kutoka halmashauri, OSHA na hizo taasisi nilizozitaja, tunatarajia kwamba tunaweza tukawa zaidi ya washiriki 1,500 na zaidi ambao utatukutanisha hapo, na tutajadili kwa upana na kupeana hizo changamoto na uzoefu mbalimbali. Lakini bodi mpaka sasa hivi kwenye kitabu chetu cha wataalamu ambao wamesajiliwa kama wataalamu, nadhani tuko takriban 1,700 hivi, tunaelekea na kama 50, 1,708 tuko 1,708. Hao ni wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi waliosajiliwa na bodi. Na umezungumza kuhusu swala la meno ya bodi au sheria ya bodi. Sheria yetu ya bodi kudhibiti na kuhakikisha kwamba kila jengo linalojengwa linakuwa limemshirikisha mbunifu majengo ama mkadiriaji majenzi katika kulisimamia. Hapo sisi tuko katika hiyo aspect. Kwa hiyo sheria yetu sio kwamba inahusika katika vitu vingine, na ndio maana kuna sheria nyingi hapa nimezizungumzia. Wahandisi wanaangalia jengo kama lina mhandisi, OSHA wanaangalia kama kuna usalama, wakandarasi wanaangalia au CRB wanaangalia kama jengo linajengwa na mkandarasi aliyesajiliwa. Kwa hiyo bodi inaangalia kama jengo linasimamiwa na mtaalamu aliyesajiliwa, na kama hajasajiliwa, sheria yetu iko wazi kwamba wewe muendelezaji umeshindwa kufata wajibu wa kisheria wa kuhakikisha jengo lako linasimamiwa na mtaalamu aliyesajiliwa, na hivyo sheria inakuadhibu moja kwa moja kwa vipengele vya kisheria kama inavyosema kwenye sheria namba 4. Kwa hiyo kuna waendelezaji ambao mpaka sasa tumekuwa tukiwashtaki. Nadhani kwa record zilizopo recently tuna waendelezaji karibia hata 300 ambao wameshtakiwa na kesi zao ziko mahakamani. Unaona, kwa kosa la kutoshirikisha wataalamu katika ujenzi wa majengo yao, ambalo linakuja kuleta madhara baadaye. Ina aina ya majengo ambayo inayagusa. Majengo yote yenye gorofa ya thamani yoyote na ya ukubwa wowote yanaguswa na sheria yetu. Majengo yote ya umma, public buildings, yanaguswa na sheria yetu. Makanisa, misikiti, hizi, naona majengo yote haya ya kibiashara kama warehouses, magodown, sijui factories yanaguswa na sheria yetu hii. Kwa hiyo kuna baadhi ya majengo ambayo yanaguswa. Hata majengo ya kawaida ambayo yana thamani fulani, na ambayo sasa hivi tulikuwa tuna thamani ya kuanzia milioni 250 na kuendelea. Hiyo sio kila jengo chumba kimoja na sebule sui nini, hapana. Hiyo kuna baadhi ya vitu unaweza kuviona viko kiholela ukafikiri ni responsibility ya bodi, lakini kwa sasa hivi
Hapana. Katibu mkuu wa Chadema John Mnyika akieleza kile alichodai kuwa kuzuiliwa na kupigwa kwa baadhi ya viongozi na makada wao wakiwa kwenye viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, hatua iliyokuwa imepelekea wafuasi wa chama hicho kugomea kuingia kwenye chumba cha mahakama kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wao Tundu Lissu. Sasa tumewaita kuwajulisha mambo mawili au matatu kutokana na alio. La kwanza, sisi viongozi pamoja na wanachama na wapenzi wa haki na demokrasia tuliokuwa ndani ya mahakama tumeamua kutoka mahakamani ili kutuma ujumbe kama vyombo vya dola vimeamua kuiendesha kesi gizani, basi waiendeshe gizani. Kwa tumetoka ndani ya chumba cha mahakama. La pili, pamoja na kutoka kwetu, tumefanya mawasiliano, tumetuma timu ya uongozi ikiongozwa na naibu katibu mkuu bara kwenda kuonana na utawala wa mahakama ili kuwaeleza haya yanayoendelea kwa mara nyingine tena. Tuwaeleza jana, tumewaeleza leo asubuhi, kuwaeleza tena kwa mara nyingine juu ya yanayoendelea. Mrejesho niliopewa ni kwamba maafisa wa mahakama wamesema watashuka hapa chini ili kuwazungumza na askari polisi kuruhusu watu kuingia. Lakini hili peke yake halitibu tatizo, kwa sababu kuanzia asubuhi askari wanawazuia watu kutokea mbali na kuambia warudi nyumbani. Namna pekee ya kudhibiti hii hali ni kuondoa hii hali ya kuwa mahakama kama vile imewekwa gerezani na jeshi la polisi na kuzuia watu kuingia, na kuweka utaratibu ambao utaruhusu nafasi ziko wazi watu kuingia. Lakini si tu nafasi ziko wazi watu kuingia, chumba cha mahakama kina idadi ambayo ikijaa imejaa. Lakini mahakama hii haina chumba kimoja peke yake cha mahakama. Ina chumba namba 2, ina chumba namba 3, na mahakama inaweza kufanya utaratibu. Na hili si jambo litakuwa jipya. Zipo mahakama zilizokuwa na kesi ambazo zilikuwa na maslahi ya umma, ziliweka TV screen katika vyumba vingine vya mahakama ili kile chumba kimoja kikijaa bado kuwe na fursa ya kuweza watu kushiriki kwenye shauri kupitia vyumba vingine vya mahakama. Kwa hilo ni jambo la pili ambalo naamini kwamba likifanyika litaongeza idadi ya watu, baada ya lile jambo muhimu zaidi la kuirusha hii kesi live kuonekana kama linawekewa vikwazo hivi, wakati haki inatakiwa itendeke na haki ionekane ikitendeka, hasa kwa kesi kama hii yenye maslahi ya umma. Lakini jambo la tatu ambalo limetokea vile vile ni kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu, mwenyekiti wetu ambaye katika kesi hii ni mshtakiwa, baada ya sisi kutoka, taarifa ambayo nimeelezwa na waliobaki ndani ya mahakama kwa maana ya wanaomshauri Mheshimiwa Lissu kisheria na mambo kama hayo, ni kwamba Mheshimiwa Lissu ameieleza mahakama, amewaeleza majaji juu ya haya ambayo yanaendelea kutendeka nje ya chumba cha mahakama, na ameweka msimamo wake kwamba hayuko tayari shauri kuendelea kusikilizwa mpaka kwanza apewe nafasi ya kuwaeleza majaji kuhusu jambo hili na majaji waweze kulitolea mwongozo au uamuzi. Kwa tukaona tuje katika nukta hii tuwaeleza hayo yanayoendelea na sisi kwa sababu tunaelewa kwamba Mheshimiwa Lissu ameliibua hili jambo mahakamani na bado anaendelea kuwasilisha mahakamani. Tutakuwepo katika viunga hivi vya mahakama. Hatutaingia ndani ya chumba cha mahakama, tutakuwepo kwenye viunga hivi vya mahakama kusubiria nini kitajiri ndani, na katika hatua baadaye tutawaeleza ya ziada ambayo yanaendelea. Asanteni sana. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada katika mkusanyiko huu wa taarifa ya habari Septemba 16, 2025, na mimi pia sina iana nizidi kukukumbusha kambi yetu ya matibabu inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama, upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa kuanzia Oktoba 6 mpaka Oktoba 10, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Una rafiki yako, mtoto wako anayesumbuliwa na tatizo hilo, mjuze, mfikishe pale akapatiwa matibabu hayo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, mtandao wa X ukiandika SQF TV, lakini pia kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Ulikopo na Mipendo Gortoni, nikutakie jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa.